Nafikiri tulio wengi tunamfahamu vizuri Nuh Mziwanda. Huu naweza nikakwambia ni mmoja ya wanaume ambao wamewahi date na mwanadada Shilole katikati ya miaka ya 2017, 16 na 15, 14 hivi hivyo kwa makadirio. Lakini jamaa huyu bana ni mmoja ya wasanii ambao wamejikita kwa siku hivi, kwa miaka hii amejikita zaidi kwenye uraibu wa madawa ya kulevya. Naposema madawa ya kulevya na maanisha pombe, sigara na vitu vingine. So naweza nikakwambia Nuh Mziwanda kwa sasa hali yake ya kiafya inaonekana haiko poa sana, haiko vizuri sana, kutokana na vile ambavyo amekuwa akivipublish kwenye mitandao ya kijamii. So hatujui ni kitu gani ambacho amekuwa anapitia msanii huyu. So kama utakuwa unakumbuka siku za nyuma kidogo, tulikuwa tumeona akilalamika kwenye mitandao ya kijamii kana kwamba Shilole ni moja ya watu ambao wamekuwa wakimharibia kwenye baadhi ya dili zake, kutokana na yeye kuwa na kipato kidogo alafu Shilole ana kipato kikubwa. So tuliweza kuona huyu Nuh Mziwanda akilalamika kwenye media tofauti za hapa Tanzania. Lakini kuna mmoja hii ameweza kuiposti yeye mwenyewe kwenye ukurasa wake wa Instagram, kana kwamba akifa asisogee ndugu yake yoyote. So ujumbe ambao alikuwa ameweza kuandika Nuh Mziwanda kwenye ukurasa wake wa Instagram, so ujumbe ambao ulikuwa unasomeka hivi: naomba sana kama nikifa asije mama, baba wala ndugu yangu yoyote kunizika. Mimi naomba nizikwe na serikali na mashabiki wangu. Naandika kwa uchungu sana. Naamini Mungu anahisi maumivu yangu. Oya, hakuna kitu kibaya kama familia kukuacha na kukuona hauna maana, wakati unaamini wao ndio furaha yako ya mwisho. Kisha chini akaandika caption iliyokuwa inasomeka: nimejitahidi kuacha pombe ila dhahiri naona ndio itanipa furaha kwa kipindi hiki kigumu. So hivyo ndivyo alivyokuwa amemaliza Nuh Mziwanda. Labda hupi mtazamo wako kuhusiana na huyu kijana ambaye kwa sasa anaamini pombe ndio moja ya furaha yake ya mwisho? Labda upi mtazamo wako kwa huyu msanii wetu Nuh Mziwanda? So utashusha comment na mimi ndakuja kupita nayo. Pia nikukumbushe wewe ambaye bado hujasubscribe, so hakikisha una subscribe ili wakati mwingine uweze kupata taarifa zetu.